Sisi, kwa upande wa Namungo leo hii, wapi ilikuwa ni ngumu zaidi kwao? Mapungufu ya Namungo utakuja kuwataja zaidi baada ya ubora wa Yanga. Ina maana Yanga waliwaoutshine Namungo kuanzia kimbinu mpaka uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, hata na physicality. Kwa hiyo hapo tayari unaona Yanga kasha dominate kila kitu. Kwenye mbinu wamewadominate Namungo. Kwenye technical abilities, uwezo wa kiufundi wa mtu mmoja mmoja, wamewadominate Namungo, wamewazidi Namungo. Lakini ukienda kwenye namna ya kujituma, lakini na ile unajituma vipi, kwa maana physicality unakimbiaje, wachezaji wa Yanga walikuwa sekunde microsecond kadhaa mbele ya wale wa Namungo. Lakini ukienda hata kwenye psychologically, hapa natakiwa nifanye nini, kuna sekunde kadhaa wachezaji wa Yanga walikuwa na react zaidi kuliko wachezaji wa Namungo. Kwa hiyo hayo yote unaenda kuyapata kwenye msimamo wa ligi. Ni kama tulivyosema tu kwenye pre-match analysis kwamba hizi ni timu za madaraja mawili tofauti. Yaani ule msimamo unatakiwa unaokata sehemu, afu unasema hizi timu hizi ni bora, afu hizi kuna namna zina mapungufu mengi zaidi kuliko hizi za juu. Kwa mimi nafikiri hiyo ndo kitu ambacho tumeenda kukiona, ndo display ambayo tumeenda kuiona uwanjani. Nikitaja labda mapungufu ya Namungo kimbinu yalikuwa wapi? Namungo tulisema watadominate moment gani? Sivyo? Tulisema wao wanatakiwa dominate, yani watawale zaidi ile moment ambao hawana mpira. Sivyo? Lakini Yanga ndio walikuja kuwa bora wakiwa na mpira. Ina maana ile moment ya Namungo kuwa na mpira ilikuwa dominated na Yanga wakashindwa kuidefend moment yao mbele ya Yanga, ndio maana wakaruhusu magoli kama haya. Goli la kwanza, goli la pili na la tatu yapo kwenye mfumo huo, si ndivyo? Kwa maana ya goli ambalo Kibwana alimpikia Dube, la goli ambalo Izra alimpikia Max. Tulisema Namungo atacheza zaidi kwenye nusu yao, si ndivyo? Na mfumo wao ambao tulienda kuona uwanjani ilikuwa ni 4-4-2, si ndivyo? Sasa ile 4-4-2 yao ilikuwa ni rahisi sana kwa Yanga kuicheza na kugundua njia ipi ni rahisi kupita. Ukiangalia kwenye namna ambavyo wamejipanga, Yanga tunajua script yao ya kufanya build up inakuwa kuanzia nyuma, si ndivyo? Ukiangalia tu depth kati ya Namungo wakubana sana. Kwa nini wakubana sana? Kwa sababu kuna nyakati wao walikuwa wanaenda zaidi kwa Yanga. Na ukishaenda zaidi kwa Yanga ina maana hata wachezaji wako wa nyuma wasipokuwa wanaenda, ina maana hii depth inakuwa kubwa na kunakuwa na spaces, si ndivyo? Kitendo cha kutengeneza hizi spaces tayari tu Yanga wanakudominate kwenye kila mstari kwa namba. Angalia mfano hii ni kwenye build up phase, ndivyo? Tuseme hii build up phase mara nyingi inakuwa kwenye third ya kwanza, ndivyo? Lakini kwa Yanga ilikuwa imesogea zaidi kwa sababu Namungo aliwapa nafasi kubwa sana Yanga kwenye nusu yao. Kwa hiyo tukigawa sasa uwanja kwenye zile sehemu, wachezaji wa Yanga dhidi ya Namungo, hapa tayari kuna 3 versus 2. Tukionyesha wale wanaofanya progression, Yanga wanafanya progression kwa central na kwa hizi njia za pembeni. Ukichora tena mstari wetu, si ndivyo? Ukachora tena hivi numerically kwenye hizi njia mbili za Yanga kuna superiority tena kwenye huu mstari wa katikati, kwa maana kwamba hawa wawili dhidi ya, kumbuka wanafanya progression kwa hizi njia mbili, tayari wameshazidiwa tena. Kwa sababu gani hapa nimesema wamezidiwa? Numerically wapo sawa, lakini hawa ni Yanga na hawa ni Namungo. Umeona? Kwa uwezo tu tayari. Lakini kumbuka Yanga nia ya wao kufanya build up kuanzia nyuma ni kwamba wanakuwa tactic kwao ili wapate superiorities. Sasa hapa hivi ndio inakuja ile situation Max kaenda connect ile build up ya Kibwana. Umeona? Kwa hiyo hapa hivi tayari unapata kuna superiorities. Sasa kilichokuja kutokea baada ya pale ni nini? Kila sehemu unaona Yanga uko superior. Kilichokuja kutokea ni kwamba Yanga wakachagua njia moja. Hapa katikati hapa pitiki kwa sababu unaona njia ya katikati Mudathir na Duku, yani hii haiwezi kwenda mstatili paka kwenye goli la Yanga. Walichochagua Yanga ni kwamba tutaenda kutumia hizi triangles, wide triangles, kwa maana kwamba triangle ya kwanza hii sasa itakuwa inajumlisha ile ya center back, kiungo pamoja na full back. Lakini ya pili ni ile ya Max na Kibwana, au ile ya Max au ile kiungo mshambuliaji kwenye goli la tatu na mwenzake Israel Patrick Mwenda, ili shambulizi liweze kuwa progress, ndivyo? Kufika hadi kwenye eneo la mwisho. Lakini kwa maana kwamba tunahakikisha mahali mpira ulipo, speed ya Kibwana inakuwa kubwa, ya kushambulia space inakuwa kubwa kuliko ile Karabaka recover kwenye space au kurudi kwenye space. Kwa hiyo walichokifanya nini? Wakati kwenye ile situation pia Yanga walikuwa superior kwenye style hapa hivi. Mpira wakati Kibwana kampa Maxi, Dube alishaanza kushambulia hii half space. Maana yake nini? Emmanuel Charles na yeye pia alishajiuliza maswali, niende kwa huyu anaenda huku au niende kwa huyu. Kwa hiyo wakati Karabaka anachelewa kutrack
ina maana tayari ashamsababishia mwenzake maswali. Ndio maana ukimwangalia Emmanuel Charles akawa sasa hakwenda popote kati ya hao wote. Ndio maana Kibwana akaenda akapata space akatengeneza hiyo assist. Hilo goli la kwanza. Goli la pili, goli la tatu pia same. Kwa hiyo nafikiri speed ya Yanga kutimiza majukumu yao ilikuwa kubwa kuliko ile ya Namungo. Lakini Namungo wamefeli kwenye Yanga walikuwa wanapoteza mipira pia. So nyakati zote walikuwa perfect kufika kwenye nusu yao. Namungo tulisema kwenye script yao popote watapokonya mpira wana holder au ball carrier mzuri ambaye akipokea mali anaweza kutengeneza kwa wenzake washambulie kwa counter attacks. Speed yao ya baada ya kupokonya mpira na kupiga zile counter attacks ilizidiwa na uwezo wa Yanga kwanza counter press, lakini uwezo wa Yanga kutrack back, kwa maana kwamba ile mpira kwanza hata huku pia ilikuwa ifiki, ilikuwa na mezo na hii rest defense ya Yanga. Uwezo wa wachezaji wao kushambulia hizi space ulikuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo nafikiri walizidiwa, na goli lingine ilikuwa kwenye set pieces. Intelligence ya Maxi na Ziziki ilikuwa juu sana.